Asante sana grupe yetu, na nataka niseme neno moja, maana nimesikia watu wengi wanasema sana, na anayotaka kuongea hapa ni nabii Ilangi wa Mseke. Nataka niongee kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu audio hii itatembea sehemu nyingi sana. Katika ulimwengu wa roho kuna vita aina mbili. Kuna vita vya kushika silaha na kuna vita vya kupigana katika ulimwengu wa roho. Na wakati nilikuwa nikiongea habari ya vita vya ulimwengu wa roho, tukishinda katika ulimwengu wa roho, tutashinda pia katika ulimwengu wa mwili. Maana yake ni hivi, tulikuwa na kikao na watumishi wa Mungu, aidha wazalendo wetu pale Matelo, na tukakuwa kuparade nao kabla tutateremka kushuka Baraka. Tukasema kwamba bendera ya nchi ya Kongo iko katika mikono ya wazalendo. Kwa hiyo kila mzalendo anayetamani Mungu amuinue, kwanza awe mwaminifu. Na wakati tuliongea kama manabii kwa kuambia taarifa kwamba sefini, maisha yetu ya kudharauliwa, maisha yetu ya kukaa porini, maisha yetu ya kuonekana sisi si jeshi imeisha. Heshima yetu inatoka sasa katika mikono ya Mungu, anaiachilia kwenda kwa wanadamu. Wapendwa, tulidharaulika sana, na hapa nataka niongee maneno matatu, unisikilize kwa makini sana. Naamini audio hii nitaifanya 2 au 3, lakini itembee katika kona zote. Ni nabii anayeonyesha programu ya maandalizi ya vita na mwisho wa vita utakuwa nini. Ni hivi, katika Biblia kuna watu waliotembea pamoja na walichukua majukumu matatu muhimu, haswa katika Agano la Kale. Kulikuwa majukumu yafuatayo. Jukumu la kwanza lilikuwa mfalme, la pili alikuwa nabii, la tatu alikuwa kuhani. Hawa watu walitembea hivi. Mfalme aliwakilisha utawala wa Mungu ndani ya wanadamu, lakini pia nabii alileta kwa watu kile ambacho alisikia au kuona kutoka kwa Mungu kupelekea watu. Tatu, kuhani, jukumu lake lilikuwa kuchukua ombi la watu na akawakilisha mbele za Mungu. Tulikuwa tukiongea haya wakati tulikuwa kwenye parade, tukasema kwamba Mungu ametupa bendera katika unabii, lakini pia atakaye kanyaga katika udongo wa Fizi, udongo wa Fizi tu, litakalo mkuta hata lisahau. Sema akili ya ndugu zetu na watu wetu atuelewe usemi wa Mungu. Pale kuparade kuanza Babengu hadi Matelo, tulipoongea maneno kama na haya, wakati walifika kukamata Uvira, kuna watu walipiga vigeregere, wakasema nabii Ilangi uko wapi sasa? Ule Mungu wako anafanya. Nikasema bado tunajua maagano ya Wafulero na Mungu na maagano ya Mungu na Wabembe yako tofauti sana. Mbembe anapigana makabila zote, Wabuyu, Wanyamurenge, Wafuleru, Wanyamuranda, wote hao wanatamani kabila moja. Sasa kabila moja likibarikiwa na Mungu, hata kama hatujakuwa wa rais wa nchi, lakini mkono wa Bwana uko juu yetu. Wakati wamefika Makobola wakakanyaga katika ardhi ya Wabembe tu, nikasema hapo nilipotoa audio, mtu mmoja akasema hivi, maana wewe uko sehemu fulani, ndio maana wewe unasema Mungu atatupigania. Mbona washafika Makobola? Ule Mungu wako yuko wapi? Najua katika grupe hili kuna watu watasema hakika nabii anasema ukweli wakati alishambuliwa kwa maneno.
Mimi nikakaa kimya, nikaona machozi yangu nisimpe mwanadamu, wala nisijibu mjinga anayetamani kusema Mungu wako yuko wapi? Sasa ulisema kuna vita vya ulimwengu wa roho na vita vya ulimwengu wa mwili. Tukishinda ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili tutashinda pia. Nikasema Mungu, nikampigia mzee ya kutumba simu, nikamwambia mzee, jipange sawasawa, usikimbie kama watretre wanavyokimbia. Akasema mbona Mayele? Alisema jenerali anasema kwamba tusipigane kwao, tutoke turudie. Nikasema mzee, kaa hapo Makobola, kuna mkono wa Bwana utakao uona hapo, na Mungu ataingiza giza ndani ya maadui, ili sisi tupate kufunguka macho, tuoneshe kwamba Mungu yuko katika ardhi. Ardhi hii kuna watu walilia, walikufa watu wengi katika wakati wa songa mbele, lakini Mungu sasa ameamua kuona yale machozi, na leo nitagusia maandiko yanayofanana na machozi. Machozi watu wamekufa Makobola yanapashwa kulipwa tena pale pale Makobola, na gisi wamekanyaga katika udongo wa Makobola. Yako machozi Mungu atayakumbuka, Mungu atayaona pale pale Makobola. Mpendwa, sikia kwa makini sana. Mungu akubariki. Wakati tumekulea katika nchi yetu, tukakupa heshima, tukakuona wewe ni ndugu yetu, tukakuona unastahili kukaa nasi, tukakupa heshima kama mwenyeji wetu, kama mmoja wetu, lakini shetani akakuambia wewe unapaswa kumiliki hawa na kuwaua na kumwanga damu. Wapendwa, wautu wa Rwanda na wautu wa Kongo wako tofauti sana. Wautu wa Kongo wana agano ya damu ya Mungu, yani Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Hatuwezi kufa kama nyama, na wale wanaokufa kama nyama si kwamba tunawacheka. Jeto wanakatakata na mipanga sehemu zingine kwetu Kongo, wanakata na mipanga wanakufa. Mungu wetu hajatupa ahadi ile. Makafiri wasiomjua Mungu, hakuna watu wanaojifanya kuomba Mungu kama Watusi. Hao Wanyarwanda, Wanyamurenge ambao wanajita leo Wanyamurenge, lakini Wanyarwanda wanashindwa kusema ukweli. Wanasimama kudai wao ni Wanyamurenge, ni Wakongomani, wakati sisi tumwambia kaeni, hamna shida, na ardhi zetu sisi tukawapa wakae, hamna shida. Lakini wakajifanya kuwa waombaji wakubwa sana, tukafanya mikutano nayo ya misamaha, leo misamaha, kesho wanatuua. Sasa yale machozi yetu yale lazima Mungu ayakumbuke. Sikiliza, wanakania kumwaga damu zaidi ya yale ambayo wamekwisha kumwaga. Lakini sasa sikia niwaambie, Mungu amesimama kutetea taifa la Mungu lenye kubeba majukumu ya Mungu, kwamba damu hii haiwezi kumwangika bila hatia. Wale waliomwanga damu yetu na waibia siri, niliposema Makobola watakaa na wataona chante makuni, walikufa na walirudia nyuma peke yao. Mpaka kuna watu hivi wanashindwa kutangazwa fulani amekufa, kutangazwa tu wanashindwa. Lakini katika ulimwengu wa roho nawaambia, subirieni, mtazama mbele yatakayotokea. Nitoke huko. Ardhi ambao wameikanyaga haina laana yoyote ile, lakini wale waliokanyaga ardhi hii ndio walileta laana ya kuja kutuua, tena wakati na laana ya pili kutaka kutuua. Leo ninawaambia, mseme ni wandugu yetu, mseme ni jamaa yetu, sijue jamii yetu. Ninawaambia katika ulimwengu wa roho wamefutwa. Mimi ni nabii, andika tariki za leo. Wamefutwa, na hao mnao waona leo wanabakia vibogobogo, wanabakia minembwe kama raia, kama kondoo, lakini wamevaa ngozi, ni mbwa mwitu. Hamtawaona tena. Andikeni tarehe ya leo, nabii amezungumza. Mimi natoa taarifa ya Mungu kupeleka kwa wanadamu. Hao mnao waona wamebaki kama kondoo, lakini ni mbwa mwitu, hamtawaona tena. Tulieni muone wokovu wa Bwana. Na wazalendo wetu ambao Mungu ametuambia bendera ya nchi iko katika mikono yao,
tunaomba wawe na umoja, wawe na upendo. Mzee wa Kora, mtakufa. Nyota leo imesimama kwa Yakutumba. Wewe ukisimama kama Kora utazikwa ukiwa mzima mzima. Fata ya masemi sana ni ya nabii anayekutabiria wewe, unayejinua kuzaraulisha mtu aliyepewa nyota na Mungu, mtu aliyeinuliwa na Mungu. Wewe usimame umzaraulishi, hana kitu, hajapigana, sijui hivi na hivi. Baba, sikia ndugu, hii ni sauti ya nabii. Tumshike mkono, tumwinue mkono yule aliyeinuliwa na Mungu. Kama atakuwa Musa, wewe ukabaki Joshua, haina probleme, lakini subiri wakati wa Bwana kama unayaona kwenye maono wewe. Lakini nawaambia hivi, bendera ya nchi ile iko mikononi mwa wazalendo. Awe ni huyu ambaye tunategemea kama Musa, awe ni Joshua atakayefikisha Israeli Kanani, hamna shida. Lakini nasema bendera ya nchi ya Kongo iko mikononi mwa wazalendo. Felix, Mungu ambariki sana. Lakini subiri niwaambie, Felix, Mungu ambariki sana, Mungu amtie nguvu sana, Mungu amneemishe, kwa sababu amekuwa nguzo ya kutufungua macho tuone yaliyo mbele, tuone nchi ilipotaka kwenda, lakini bado okay, lakini bado sitaki kufunguka sana. Ngoja nikupe maandiko tu kidogo hapa, ingalao audio itakuwa ndefu. Ipokee hivi hivi. Nabii Ilangi ametoa unabii. Felix ni ule mtu ambaye waliandika kwamba sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yuko mtu nyuma ya Felix ambaye ataleta amani ya kudumu, isiyo amani ya kuwazawaza au ya kushakia, ila Felix ni mwanga tu wa amani, lakini sio amani yenyewe. Mungu akubariki ikiwa utanielewa. Na kama unajua maandiko yanasema kwamba fumbo fumbulia mjinga, mwerevu utambua. Kama wewe hautatambua utabaki ujinga, na maandiko yanasema kwamba mjinga ufaga na ujinga wake wote. Fuata hii audio kwa makini sana. Naomba nitumie 3 ili ziwe audio 3 ambazo zimefuatana. Nabii anatoa maelekezo ya Mungu ndani ya wanadamu. Ni haya, sikiliza kwa makini sasa. Wakati tulisema Mungu amesema nchi hii ya Kongo, bendera ya nchi ya Kongo iko mikononi mwa wazalendo, maana yake ni hivi, hatuwezi kubalika mara moja gufu na kwenda kuutawala. Hapana, tutakubalika nusu nusu nusu, kisha watu watakapotuelewa ndipo ile nchi itakuwa mikononi mwetu. Mfalme Daudi walikuwa wanamwimbia wimbo, ameua watu maelfu ya maelfu ya maelfu, lakini mfalme Sauli ameua elfu ya makumi. Sauli akakasirika, akaghadhibika, akasema badala ya nchi hapa, huu ufalme utakuwa wa Daudi. Akaanza kumuwinda, lakini mbeba maono afi mpaka afikishe maono kwenye hatima yake. Kwa hiyo tusimchukie Yakutumba, nyota imeinuliwa kwake, na kama Yakutumba hatakuwa yeye ndiye atakayeshika bendera ya ile nchi, tumsapoti kwanza ni Musa, atufikishe kwanza katika jangwa, atufikishe kwenye malengo. Naye nishawaambia habari ya Felix ambaye ni rais wetu leo, na mheshimu na mpenda, ni rais wetu, lakini bado unabii ndo huu sasa. Bado yeye ni mwanga tu wa kutuletea wale waliokuwa kwenye giza, tuyaone kwamba humu ndani ya serikali mna wafilitre, mna watu wa namna hii. Tumetawaliwa na Rwanda, Kongo pasipo kujitambua. Sasa yeye anakuja kutufungua macho wa Kongomani, tufunguke macho ili tuchukue akili kutosha ya ujinga, kuingiza akili ya uwerevu, tupate kutambua thamani ya nchi yetu, na kutambua nchi yetu natakiwa kulelewa namna gani au kujerwe namna gani. Basi sikiliza sasa. Wakati umeuawa, maandiko anasema hivi, naongea habari ya neno machozi.
kwenye kitabu cha Hesabu 14 verse yake ya kwanza. Usome hapo usikie habari ya machozi. Leo machozi ya wakongomani yamefika mbele za Mungu. Sikiliza, Mungu anasema hivi, nimeona machozi yako. Mungu ameona machozi ya wakongomani. Tusiofu, tusiangaike, tusijichanechane. Mungu ashaona machozi yetu. Tumepigwa mipanga, tumepigwa mavisu, tumebakwa, tumenyeshwa mazao ya wanawake waliofiwa na watoto, tumeanywa sisi. Tumetemewa mate kwenye kinywa, ambao wenye haki yao wanatemewa mate kwenye kinywa, wanauawa, wanafanyiwa vituko ambavyo wengine watu wakivisikia machozi yanadondoka. Lakini wale wasaliti wanainuliwa na nguzo ya wanadamu wengine. Lakini sisi, maandiko yanasema kwamba ole wake mtu amtegemeaye mwanadamu kuwa kinga la maisha yake, na huko amemwacha Mungu. Sisi hatukumtegemea mwanadamu, sisi tumemtegemea Mungu. Ndio maana ushindi ni wetu, Mungu yuko upande wetu. Hivyo wanadai kwamba minembo hawajashika vizuri, bado kuna mapungufu fulani, sijui wapi mikenge. Hayo yote vitaisha, pambaneni tu. Mungu ashakuwa upande wetu, nini kitushinde tena? Watakimbia wenyewe. Leo wanatia mabango hivi, sisi ni Wanyarwanda, tumechoka na siasa ya Kagame, kwa hiyo Felix tupeleke Rwanda, sisi ni Wanyarwanda. Tayari adui aliyekuwa amejifanya kuwa mwenyeji amejitokeza na mabango ya kudai mimi ni Mnyarwanda kweli, nipeleke nyumbani. Si basi? Na bado hao maadui mnaowaona hamtawaona tena. Watoto wetu wataiambiwa kama historia, kulikuwa na Wanyarwanda waliojifanya kuwa Wanyamulenge milima ya Fuleru. Leo hawapo na mtawaona tena. Kama Mungu atakupa uelewa, si upinzani. Mimi nakutolea unabii wa kile ambacho Mungu amenituma nacho nikusaidie uelewe, na tukae kwenye magoti kuombea wazalendo. Mungu akubariki sana. Sikiliza kwa makini sana. Anasema hivi, rafiki yangu unizarau, lakini jicho langu umwanga machozi ya kumlilia Mungu. Ayubu 16 verse yake 20. Soma utapata maelekezo zaidi. Lakini pia anasema hivi, machozi yangu yanakuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia yuko wapi Mungu wako. Sasa nawatabiria hivi, Mungu wangu, Mungu wako, Mungu wa ardhi hiyo ya Kongo, si Fizi tu, si Uvira tu, Mungu wa ardhi ya Kongo ameinuka kubagua magugu na ngano. Hayo mabango mnayoona anasema Felix tupeleke Kongo, si tunachoka na siasa ya Kagame. Ni kweli, si kwamba ni wanafiki, si kwamba wanasema kiunafiki. Yeye mwenyewe Felix aliyewatangaza hawa Wanyamulenge ni wandugu zetu. Anapoona haya mabango kwamba wanasema sisi ni Wanyarwanda ambao tunajiita Wanyamulenge, tupeleke Rwanda, tumechoka na siasa ya Kongo, naye pia atasikia aibu. Maana alitaka kufanya ile wanasema lembanage en français, wataka kukinga kwamba tuwakinge, tuwaseme kwamba ni Wakongomani, lakini kumbe sio. Wao wenyewe mbwa mwitu, hata wakikaa katikati ya kondoo watajulikana tu kwamba hawa ni mbwa mwitu, hawa sio kondoo. Maandiko yanasema tutawatambua kwa matendo yao. Kwa hiyo wapendwa, sisi manabii tuko kwenye magoti kuona ukweli wa mbarikiwe sana. Mabango ndio haya mnayaona yamekwisha kutumwa hapa. Haya ndio mabango yenyewe. Nabii anaendelea kusema hivi, kaeni makini. Baada ya mabango mtayaona waza na tuomba njia, mtupatie njia twende zetu. Basi msiwaue, mwape njia waende, na wataenda kabisa. Nawaambia kama nabii, huu nabii na utoa usome na utume kwa magrupe yote.
Hawa waadui mnaowaona leo hamtawaona tena, itabaki historia kwa watoto wetu. Mungu awabariki.